Kwa majina naitwa Sura Nyembo, ni mkurugenzi mtendaji wa Drug Abuse Prevention Organization. Ni asasi ya kiraia ambayo inadili na huduma za utoaji wa elimu juu ya athari zote zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini pia tuna nyumba ya upataji nafuu Sober House kwa ajili ya wanawake. Lakini pia tuna Sober House ya wanaume kwa ajili ya kuweza kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya kuweza kutengemaa na kuweza kurudi katika jamii yetu na kuwa wanachama wazalishaji katika jamii. Leo nitazungumzia huduma ya kinga na tiba saidizi kwa waraibu wa dawa za kulevya. Kwanza tuweze kufahamu kinga ni nini. Kinga ni mikakati mbalimbali ambayo imewekwa ili kuweza kupunguza hatari kwa wale wasiojiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya wasiingie katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwa wale wanaotumia kwa majaribio waache tabia hizo hatarishi. Wale watumiaji wa mara kwa mara waweze kuweza kuachana na matumizi ya dawa za kulevya na kuweza kupunguza madhara, lakini kwa hawa waraibu wa dawa za kulevya kuweza kuwalink na matibabu, lakini pia kuweza kuwafundisha mbinu mbalimbali za kutokurudia tena katika matumizi ya dawa za kulevya. Kinga, kuna hatua tatu za kinga. Hatua ya kwanza ni kinga ya msingi ambayo hii ina bezi zaidi kwa wale ambao hawajajiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya wasiweze kuweza kuingia katika matumizi ya dawa za kulevya. Lakini kuna kinga ya sekondari ambao hao ambao wametumia kwa majaribio wasiendelee tena na tabia hatarishi. Lakini kuna kinga ya juu zaidi ambayo hawa ambao wameshakuwa waraibu wa dawa za kulevya kuweza kuwachukua na kuweza kuwapeleka katika matibabu na kuweza kufundishwa mbinu mbalimbali wasirudi tena katika matumizi ya dawa za kulevya. Sisi kama Drug Abuse Prevention Organization tumeweza kufanya kinga zote hizo, au tumeweza kufanya hatua tatu zote hizo, na maanisha katika kinga ya msingi tumeweza kutoa elimu mbalimbali ya athari zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya kuanzia katika shule ya msingi. Tumeenda katika vijiwe mbalimbali vya bodaboda na maeneo mengine tofauti, lakini tumeenda katika shule za sekondari, lakini pia tumetoa elimu katika event mbalimbali juu ya athari zote zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini kinga ya sekondari pia tunapoweza kutoa elimu, na iwapo tutaweza kubaini kwamba kuna mtu ambaye tayari ameshaanza kuweza kujaribu dawa za kulevya au yupo katika hatua za majaribio ya dawa za kulevya, huwa tunafanya zile afua za awali au uingiliaji kati. Tunafanya early intervention kwa ajili ya kuweza kumpa elimu mbalimbali, lakini tunaweza kutumia mbinu mbalimbali ili kuweza kumnasua asiweze kuendelea na tabia hizo hatarishi. Lakini pia kinga ya juu zaidi kuwa tunafanya ni kwa sababu tuna nyumba za upataji nafuu, yani Sober House. Tuna kituo cha wanawake pamoja na wanaume. Huwa tunawasaidia waraibu wa dawa za kulevya kuweza kujifunza vitu mbalimbali, kuweza kujifunza approach mbalimbali ambazo zitawasaidia wao kuweza kurudi katika hali za kuweza kujitambua, kuweza kuwa na zile stadi za maisha, waweze kuweza kujua namna gani au vitu gani ambazo watazitumia kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha, kwa sababu tunaona katika moja ya sababu za watu kuweza kuingia katika matumizi ya dawa za kulevya ni kuweza kukosa zile stadi za maisha. Mtu anapokutana na changamoto mbalimbali katika maisha yake anashindwa kuweza kukabiliana na zile changamoto, na mwisho wa siku huwa anaamini anaenda kutafuta utulivu kupitia dawa za kulevya. Kwa sababu leo tunaona katika takwimu watumiaji wengi au watawaliwa wengi wa dawa za kulevya, watu wengi wamekuwa waraibu ni kwa sababu ya trauma. Trauma ni yale maumivu ambayo mtu anakuwa anapata aidha kutokana na tukio fulani, au aidha kuna jambo fulani ambalo liliweza kumpa mshtuko au liliweza kuhatarisha maisha yake au kwa mtu wake wa karibu. Hii mara nyingi imesababisha watu wengi kuwa waraibu, na ndio maana tunasema substance is not enough for making people to be an addict. Vilewesho pekee vinaweza wakati mwingine visitosheleze kumfanya mtu kuweza kuwa mraibu.
kuna kitu ambacho anakuwa anakitoroka, na ndio maana watu wengi huhusisha uraibu na kuweza kutoroka, yani escaping, kuweza kutoroka hali fulani za maumivu, kuweza kutoroka hali fulani za aibu, au kuweza kutoroka jambo fulani ambalo labda linaweza kuleta usumbufu katika fikra ya mtu pamoja na hisia za mtu. Hapa pekee tunaona kabisa kuna wengine wameingia katika matumizi ya dawa za kulevya au wamekuwa waraibu ni kwa sababu ya kuweza kukosa stadi za maisha. Lakini ni kwa nini tunaweza kutoa elimu ya athari zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya? Kwa sababu hata wao waraibu leo ukijaribu kuweza kuzungumza nao ni kwamba wametumia dawa za kulevya kwa muda mrefu, lakini hawajui athari zitokanazo na matumizi ya kile kitu walichokuwa wanakitumia. Ukijaribu kuweza kumuuliza kiundani zaidi, hajui athari ya matumizi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo na wao pia tunawafundisha athari zitokanazo na matumizi ya vitu walivyoweza kutumia. Inaweza ikawa ni sehemu ya kuweza kupunguza uhitaji. Wakati tunawafundisha approach mbalimbali au tunawafunza approach mbalimbali ambazo zitawasaidia wao kuweza kukabiliana na maisha na nyakati zake, lakini pia tunawafundisha athari ya vile vitu walivyokuwa wanatumia. Kwa hiyo katika hatua hizi tatu, nikimaanisha kwamba hatua ya msingi ambayo au kinga ya msingi tumeweza kuifanyia kazi, lakini kinga ya sekondari tumeweza kuifanyia kazi, lakini kinga ya juu zaidi pia tumeweza kuifanyia kazi. Lakini pia hawa waraibu ambao wanaletwa katika hizi nyumba za upataji nafuu, huwa tunawalinki pia na huduma za matibabu. Huduma za matibabu ni kwa sababu leo tunaona uraibu una mahusiano makubwa na magonjwa mengine, na mahusiano makubwa na HIV na hasa wale kwa watu ambao walikuwa wajidunga, watu ambao walikuwa wanatumia heroin kwa kuweza kujidunga sindano, wengi wao kwa kuweza kushare vitu vyenye ncha kali, wengi wao wamejikuta katika hali hatarishi, na wengine kujikuta wanapata maambukizi ya ukimwi. Lakini pia kwa wale ambao wanatumia for smoking na hasa kuweza kutumia makundi sehemu yenye mzunguko mdogo wa hewa, walikuwa wako kwenye hatari ya kuweza kupata kifua kikuu. Lakini kuna wengine kwa wale wajidunga kwa kuweza kushare vitu vyenye ncha kali au kuweza kupata majimaji ambayo moja kwa moja yanatokana na vidonda, na mtu akaweza kumwambukiza mwenzie. Kwa hiyo tunaona wako kwenye hatari ya kuweza kupata homa ya ini B pamoja na C. Kwa hiyo leo tunapoweza kuzungumzia tatizo la dawa za kulevya, si dawa za kulevya peke yake au si uraibu peke yake. Uraibu una mahusiano makubwa na magonjwa mengine kama homa ya ini, TB pamoja na HIV au maambukizi ya ukimwi. Kwa hiyo leo mraibu anapoweza kufundishwa mbinu mbalimbali za kuweza kujua namna gani anaweza kutumia hizi skills katika maisha yake ili asiweze kujirudisha tena katika matumizi ya dawa za kulevya, lakini pia tunamlinki na huduma za afya kwa ajili ya kuweza kuangalia kama ameweza kupata maambukizi ya ukimwi au aidha amepata ugonjwa wa homa ya ini B pamoja na C au aidha amepata kifua kikuu. Drug Abuse Prevention Organization ilianzishwa mwaka 2021 na mpaka sasa ina miaka 5 na kutoka 2021 mpaka leo 2026 imeweza kuwasaidia waraibu sio chini ya 500 kuweza kutengemaa jinsia ya wanaume pamoja na wanawake. Na leo kuna vijana wengi, mfano wake wa hapa Kibada nimesaidia zaidi ya vijana 12 katika kata hii ya Kibada, na leo wengi wapo, wengine wanaendesha pikipiki, wengine wamekuwa wanafanya kazi sehemu tofauti kwenye furniture na maeneo mengine tofauti, wengine wana biashara ndogo ndogo, lakini wengine bado still wanasomea vitu mbalimbali, wengine wako chuo hapo, nimeweza kuwarudisha chuo na wanaendelea na mapambano ya kawaida ili kuweza kurudi katika hali za kawaida na kuweza kujiinua kiuchumi. Tunasaidia jinsia zote, wanawake na wanaume. Na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0673204332. Tunapatikana block 15 na 17 Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania. Saidia mraibu wa dawa za kulevya, usimwadhibu.